Za wakati huu, habari za muda huu. Majina yangu naitwa Mr. Kam, ni mwalimu wenu wa kiroho ambaye nimekuwa nikizungumza mara nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na maarifa ya kiroho. Sasa leo nimekuja kuzungumza kwa sababu simu zimekuwa nyingi, message zimekuwa nyingi, haswa kuhusiana na hili ambalo linaendelea kwenye mitandao ya kijamii juu ya msanii maarufu ambaye tunamjua wote kutoka Nigeria, anaitwa Asake. So ni msanii mkubwa sana wa Nigeria na amekuwa akicheza nyimbo zake nyingi sana na zimetrendi dunia nzima. So kuna kitendo ambacho kimetokea wakati amekwenda Maka kuiji. Kuna Saudi Arabia, kuna mji unaitwa Maka, kwenda kuiji pale kwa ajili ya kutimiza zile nguzo 5 za Uislamu. So ni miongoni mwa watu ambao wameweza kuonekana wakipambana katika eneo hilo ambalo unaliona hapo, kuweza kuhakikisha kwamba wanagusa lile jiwe ambalo liko pale, na ni miongoni mwa hatua zile za hija kuweza kulishika jiwe hile. Lakini kuna dua maalum ambazo watu wanazisoma pale kuweza kuhakikisha kwamba rehema na baraka wanazipata kutokana na nguzo hiyo ya Uislamu. So kilichonifanya hasa nikaja kuzungumza na kulieleza hili kama mwalimu wa kiroho ambaye nimekuwa nikielekeza na nikifundisha sana juu ya hili, ni kuhusiana na comment ambazo watu wamekuwa wakijibizana kwenye mitandao ya kijamii. Wengine wamekuwa wakidai kwamba kushika au kugusa au kuenda kugusa lile jiwe wameileti kwamba ni ile hali pia ambayo Waislamu wanaizungumza kuhusiana na kuabudu masanamu kwa dini zingine. Majibizano hapa na pale, wengine wamekuwa wakisema una elimu na nini, mambo yamekuwa ni mengi sana. Sasa mimi kama mwalimu wa kiroho ni muhimu sana kuja kulifafanua hili, kwa sababu lipo katika mtazamo wetu sisi kuweza kulielezea vizuri sana. Mimi nitalielezea au nitalifafanua kifalsafa zaidi, kwa sababu mambo haya yamekuwa ni mambo yamedumu kwa muda mrefu sana. Watu wamekuwa wakijibizana sana kutokana na namna ambavyo maarifa, jinsi ambavyo yanavyozidi kutanuka. Kifupi zaidi ni kwamba dini hizi za Ibrahim, dini zote za Ibrahim ambazo zinatokana na asili ya Ibrahim, ni dini ambazo mfumo, utawala, sheria, kanuni ni kana kwamba zote zinafanana tu. Zinafanana kwa sababu ya jinsi ambavyo utaratibu wao wa maombi na ibada jinsi ulivyo. Kama vinatofautiana basi ni kidogo sana. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu wote asili ni moja. Yaani chanzo cha uumbaji wa hizo dini au hizo taasisi ni mfumo ambao unaofanana. Kwa hiyo hata ibada zake kuna baadhi ya vitu vitakuwa vinafanana. So kwa Wakristo tunaona kuna msalaba, kwa Waislamu tunaona kuna nyota na mwezi, tunaona kuna hilo jiwe tukufu la Kaaba na mambo kama hayo yanavyozidi kwenda. Kuna wakati niliwahi kuzungumza nikasema ni muhimu sasa na ni wakati muhimu sasa wa hawa viongozi wa dini ambao wenye maarifa ya juu ya hekima kuweza kubadilisha mfumo au kuja na mfumo mpya kuweza kuwaelewesha watu juu ya msingi wa hii mifumo ya ibada au mifumo ya kidini, kwa sababu dunia hii ambayo tulionao sasa hivi watu wanajifunza vitu kwa haraka na wanaelewa kwa haraka. Kwa hiyo kuna vitu vingine havihitaji kuwafumba sana na kuwaficha sana, kwa sababu mwisho wa siku kama ukiendelea na viongozi wa dini wakiendelea kuwafumba na kuwaficha watu, maana yake ni kwamba watu watatafuta maarifa, watatafuta elimu popote pale, na watakuja kujikuta wanaelewa vitu kuliko hata wewe ambaye ni kiongozi wa dini au kiongozi ambaye unafahamu kuhusiana na masuala mbalimbali ya kiimani. Nimeanza na utangulizi huo kwa sababu sasa hivi watu wanaelewa, sio kama kile kizazi cha zamani mtu mpaka aje angalie TV au aje asikilize redio, ilikuwa ni kazi sana. Kwa hiyo sasa hivi watu wanajifunza kwa kasi, mambo yameanza kuwa wazi, vitu vimekuwa wazi. Sasa ngoja nielezee kidogo hapa kifalsafa jinsi mambo yalivyo.
dini zote na utaratibu wa dini zote ambazo tunazozifahamu na tusizozifahamu, kimsingi tu zote zote zinafuata utaratibu wa kiroho. Dini zote ambazo unaziona